wa karibu ambao watasimamia hili, na nyinyi mkilitangaza ili lengo watokee kama wanavyosema Waswahili, wa Samaria wema walisimamia hilo, si neno. Wasalati alayhi, na kumswalia huyo maiti, wa nahwi dhalika, na mfano na siku hayo mengine ambayo anashabihiana na hii. Wa fihi ahadithu, na ndani ya jambo hili la kutangazia kuhusu kifo kuna hadithi nyingi. Al-awwal, hadithi ya mwanzo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Hurairah Allah amridhie, ibn Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naa an-Najashiyya fi al-yawm alladhi mata fihi, kwamba hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtangazia kifo an-Najashi, na alitangaza habari za kufa kwake an-Najashi kwenye ile siku ambayo yeye alikufa. An-Najashi kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an, Mtume alitoka kwenye musalla, na musalla katika lugha ya Kiarabu ni sehemu iliyokuwa wazi, inaitwa musalla. Na katika sunna ambayo ni mahjura kwa wengi sana, swala kusaliwa maiti viwanjani. Sunna swala zifuatazo ziswaliwe viwanjani, zitakazozitaja hizi. Mtume hakudhibiti kwamba kaziswali kwenye msikiti hata siku moja. Wanachuoni wakasema kwamba zitaswaliwa msikitini kukitokea dharura. Kwanza Idi ima adha au fitri, sunna ni kuswaliwa viwanjani, na kwenye hilo kuna hadithi nyingi sana. Na huyu Sheikh Albani Allah amrehemu ana risala fupi ambayo yaitwa Salatul Eidaini fil Musalla hiya sunna, uswali idi mbili katika sehemu za viwanja, hiyo ndiyo sunna. Hili jina la kitabu. Swala ya pili, Salatul Mayyit, mswalia maiti. Sunna maiti aswaliwe sehemu za uwazi viwanjani. Kadhalika swala ya kupatwa jua au kupatwa mwezi, au kuswali zile swala au zile adhiya zile za fungamana nazo swala zile kwenye kutaka mvua inyeshe zile. Kadhalika itakapotokea kadhalika kuomba nini, kuomba labda mathalan hali ya ukame, zile swala ambazo zimesimamiwa kusaliwa viwanjani, sehemu za uwazi. Kwa hiyo Mtume fasaffa bihim, akawapanga safu wao, wakabbara arba'an, na akaleta takbira mara nne, maana Allahu akbar, suratul Fatiha, na ikiwezekana wa ma tayassara min al-Qur'an, mtu kusoma Allahu akbar ya pili, as-salatu ala nabii, Allahu akbar ya tatu ni kumwombea dua maiti, Allahu akbar ya nne ni kutoa salamu. Na pia kuna kauli kwamba salamu ni moja ama ni mbili, kuna khilafu. Kuna waliona kwamba kwenye swala ya jeneza salamu ni moja tu, wa assalamu alaykum wa rahmatullah, hiyo moja, tena yaminan, kulia. Na kuna walioona kwamba ni mbili, assalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh, hizi kisha baadaye naomba mwana mbili. Ila kwa mujibu wa hadith na tatabua na kuangalia namna anavyoelezea lile, kuwa kila moja lina mashiko kwenye hilo, ila lenye kusema kwamba ni salamu moja pia ndio lina mashiko ya juu zaidi. Sio zimekuja hadithi kabisa Mtume akatoa salamu hii moja. Lakini masala ya fiqh hakuna kuzozana kwenye hayo, kwa sababu ni furu wal masail, si katika masala ya itikadi. Hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari na Muslim wao kadhalika, na itakuja utajo wa kutaja ziada zake zote pamoja na utofauti wa njia zake katika masala ya dini kwenye hadithi ya 7.